Ninamshukuru Mungu kwa sababu hii ni nafasi njema. Namsalimia nyote hata walio online. Mungu wa majeshi na baraka ambariki na mtendee vyema, kwa sababu hii ni siku njema ya kuandamana na Mungu na kushikana na Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na karibuni katika ibada ya Wednesday ya kwanza ya mwezi wa 12 tunapomalizia mwaka huu. Kwa maana sasa tuko katika mwezi wa kumalizia mwaka huu, na yule Mungu ametubeba kutoka Januari, leo tumefika mwezi wa 12. Huyu Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nataka kuongea kuhusu kuregeshwa vitu vyetu vyote katika jina la Yesu. Kuregeshwa, yani kurudishiwa vitu vyetu vyote. Glory be to Jesus. Kile kilipotea Januari utarudishiwa leo. Kile kilipotea Novemba utarudishiwa leo katika jina la Yesu. Unawezaje kurudishiwa mali zako? Unawezaje kurudishiwa baraka yako? Point number 1 ni wakati unaposimama mbele ya Mungu, mara moja unarejeshewa vitu vyako vyote. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu katika jina safi la Yesu lazima turejeshewe vitu vyetu vyote katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusomewe na miili katika Samueli wa kwanza 30. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati David alikuta mali zake zote zimekamatwa, lakini kuna kitu ambaye alifanya. Alichukua hatua ili arudishiwe zote. Mwaka huu kabla uishi lazima utarudishiwa, na mwezi huu wa 12 tutarejeshewa katika jina la Yesu. Sema amen. Watu wa online, jioni ya leo utarejeshewa mwezi huu wa 12. Kuna kitu ilipotea mwezi wa kwanza, kuna kitu ilipotea mwezi wa pili, lakini leo katika jina la Yesu tutarejeshewa katika jina la Yesu. Tusome 1 Samuel 30. Tutabariki tuanze pale mstari wa kwanza pale juu. Leo ndio hapa tunatuambia hali huru wadhani ya roho. Na nina hapa ndio tutombele kwa tuirage na hali huru niti. Mimi tutombele hao. 1 Samuel 30. Basmani nasema ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao Waamaleki walikuwa wameshambuliwa Negebu na Siklagi, nao wameupiga Siklagi na kuichoma moto. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo wakubwa na kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikiria mji, tazama, ulikuwa umechoma moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja nao wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli. Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivela. Naye Abiathari akamletea Daudi naivela. Daudi akauliza kwa Bwana. Hapo ndipo nataka tusikie vizuri. Verse 8. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata?
fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe mkosi utawapokonya wote. Amen. Baba, katika jina safi la Yesu, ninakuabudu kwa maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jioni ya leo ninakuabudu, ninajua unaweza, ninajua mwaka huu unapoendelea kuisha, ninapoanzia mwezi huu wa kumaliza mwaka huu, ninaamini ya kwamba wewe Mungu ambaye uliabudiwa na Daudi, wewe utatenda mema na utatuinua, kwa maana Baba unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna anayeweza kama wewe, na ni katika jina safi la Yesu tunaomba na tunaamini. Tuseme amen. Sema amen. Biblia inasema kuhusu David, are we together? David na watu wa vita. Are we together? Tushike hapa vizuri. David na watu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, Bwana Yesu asifiwe, na watu wanaitwa Wameleki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni vita ambaye David alienda kupigana. Are we together? Lakini wakati alipoenda kupigana, Biblia inasema ya kwamba akakuta ya kwamba kuna watu wanaitwa Wameleki. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu alitoke umekutana na Wameleki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wameteka vitu vyako. Kuna vitu wameteka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu nataka nikueleze. David alijitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kuna kitu alifanya. Alifahamu Mungu wake. Jioni ya leo na fellowship ya leo ni vyema kujua Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kujua Mungu wako. Alitogether with you. Ni vyema kujua Mungu wako ako namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako ana uwezo kiasi gani. David alielewa ya kwamba yule Mungu ninaabudu, yule Mungu ninajua, huyu Mungu nitaenda kwa yeye. Jambo la kwanza tumesoma mahali fulani, Biblia inasema ya kwamba wakati watu wale wote waliisha nguvu. Sema amen. Wakati watu wale wote waliisha nguvu. Alitogether. Wakati watu wale wote walisononeka. Wakati watu wale wote walishindwa watafanya namna gani, David hakushindwa atafanya namna gani. Na yoyote anayenisikiza, ni vyema kujua Mungu wako ana uwezo zaidi, ana uwezo zaidi ya maadui wako. Bwana Yesu asifiwe. Ana uwezo zaidi kuliko maadui wako. Ana uwezo zaidi ya yale vitu imekukamata. Alitogether. Zaidi ya vitu vyote ambavyo imekukamata. Huyu ni zaidi ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ni zaidi ya vita vyote ulio nazo. Amen. Wamepigwa hawa Waisraeli, wametekwa mali zote. Lakini David alijua yule Mungu alimpatia vitu, yule Mungu ndiye ataenda kwa yeye. Tunapoanza mwezi huu mwezi wa Disemba, ili tuanze kuingia mwisho mwaka huu, jua Mungu wako anaweza kiasi gani. Hebu tusome pale, nisome vizuri pale David, pale wale watu waliishiwa na nguvu. Hawana nguvu za kulia. Hapo kuna kitu nataka tusike vizuri. Are we together? Toria murusuko likanite nake atiriri. Hapo hakurira kabakuhoya Ngai. Ndipo Daudi, umesoma wapi? Verse 4 inasema, ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Glory be to Jesus. Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe na mawe. And like that,
Wale badala wa kushikana na Mungu wanataka kumpiga David. Na David alikuwa vitani na wao. David hakuwa nyumbani akikula chakula. Yeye alikuwa vitani na wao. Na sasa wakafikiria kumpiga. Jioni ya leo kuna watu wamepinduka wapigane na wewe. Lakini wacha nikueleze, yule Mungu uko na yeye hawatakuweza katika jina la Yesu. Nataka nikueleze wale ambao wamefanya vita na wewe hawatakuweza. Kwa nini? Uko na Mungu. Bwana tuendelee hapo. Naye Daudi akafadhaika sana. Kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe. Apigwe kwa mawe. Sijui mwaka huu ni nani amesukua mawe apigane na wewe. Nikumaliza, tunamaliza mwaka huu na tunaanza mwezi huu wa Disemba. Na ninaamini mwezi huu wa Disemba chochote ambacho kilipotea lazima tukiregeshe. Glory be to Jesus. Unawezaje kuregesha? Glory be to Jesus. Point number 1. Mtu ambaye ako na target. Na kila wakati unabelezanga kuwa na target. Una target kitu. Usipo target kitu, Mungu hawezi kupatia. Are we together? David hata angali kulikuwa na vita, yeye alitarget. Na akisema wamebeba mali yangu, wacha nikueleze, I will target them. Bwana Yesu asifiwe. Nitawaelekea sasa na nitatarget kuleta mali zangu. Kwa maana nafsi za hao watu walisononeka. Nafsi zao za wale watu, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka. Kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Hapo ndipo nataka tushike vizuri. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Katika Bwana Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hata mambo yote yakilete shida, jitie nguvu kwa sababu ya Mungu. Hata vita ikiwa namna gani, jitie nguvu kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu inasema ya kwamba lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Glory be to Jesus. Katika mambo yote tunapoanzia mwezi wa Disemba sasa ni kujitia nguvu kwa ajili ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho ilitesa David kama kuta vitu vyote na mji wake wote umechomwa. Lakini David alijitia nguvu kwa ajili ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tuendelee. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Glory be to Jesus. Point number 2. Wakati wowote unataka jambo lifanyike kwako, pata mtu ambaye mtakuwa na agreement. Mtu ambaye mtakuwa na agreement na covenant. We are serving the God of covenant. We are serving the God of agreement. God believes agreement. God believes covenant. We are serving the God of agreement. We are serving the God of covenant. Sasa kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Do you know what? In your life you need a person. Unahitaji mtu wa Mungu ambaye utafanya naye agreement. Do you have a person in your life that you will make with him or her an agreement? Glory be to Jesus. May God give you a good person who can assist you, who can understand you, who can make ya mtu ambaye atakusaidia, atakuelewa. Are we together? Alafu
wameshindwa, wale wengine wamenitukana. But let me tell you the priest, nimekuja kwako priest, ila mruhusu kuliganeti nake, lazima upate mtu wa Mungu. Wale wengine wana kisirani mingi, lakini let me tell you, David akaenda kwa mwana wa Ahimelech kuhani. Glory be to Jesus. Do you know you need a priest? Seriously. What? You need a priest. In your battle, you need a priest. Na ndiposa hata wakati Yesu alikuja, Jesus is a priest to us. Jesus himself is a priest in our life. Glory be to Jesus. Na ndiposa kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, mwana wa Ahimelech, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea David naivera huko. Bwana Yesu asifiwe. Point number 3. You need somewhere. You need somewhere silence. Are we together? Somewhere silence. That you will make a covenant. That you will make an agreement with your God. Glory be to Jesus. Na ndiposa mimi nasema kwamba Abiathari akamletea David naivera. Do you know unahitaji kukaa mahali? Na mahali pale ni wapi? Ni kwa madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mahali unafanyia kazi. Hapa mimi nasema kwamba wakati Ana alikosa mtoto, alienda katika kwa madhabahu, akamkuta Eli. Katika maisha yote ya mwanadamu kuna mahali unahitaji unakaa. Na sio tu hata kwa kanisa, hata kwa kuna mahali unaendaka unakaa, unawaza. Kwako unakaa Mama Nicholas, unawazia. Kuna mahali unakaa, unawaza vizuri. Sasa sio mahali pa kuwazia, kuwaza na kuwazua. Sasa ni mahali ambapo utakuwa connected with your God. You need somewhere that you will be connected with your God without anybody, without any people, without bila hao watu ambao wanapiga kelele. Sasa ufike mahali sasa unahitaji Mungu si wako. Unajua hata wakati mtu wako na stress, abekini Mungu ataleta kwaje na Mungu, ataleta anybody. Nilikuta mtu mwingine akasema kwamba hataki kuongea na mtu yoyote. Nikamwambia hata angali hutaki kuongea na mtu, utaongea na mimi. Na katika maisha yako, I want you to understand this. Maisha yako lazima upate mtu ambaye hata wakati huwezi kuongea, unaongea na yeye. Hata agali. Kwa sababu David ako na huzuni sana, vitu vyake vimepotea. Lakini alijua kuna mtu ataenda kwake, anaitwa Abiathari. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa mimi hata kuna mtu niongelesha wakati mwingine, nikamwambia hebu step down. Nikaona hataki. Nilimwambia sasa wewe, nimeona sasa ikiwa huwezi ku step down kwa bishop, hakuna mtu mwingine anaweza step down kwa yeye. Na ni lazima upate mtu katika maisha yako. Kwa sababu David anaenda vitani. David
alikuwa amemwagiwa mafuta kama mfalme, lakini alienda kwa Abiathar. Do you have your Abiathar now? Glory be to Jesus. Na mimi hii dunia kuna watu wawili na wapiti hapo. Mtu ambaye anaweza niambia Luka mara 7 ni mtu hii dunia, na ikiwa ni mtu mzuri kamili, ni vyema upate mtu wa aina hiyo katika maisha yako. Na ikiwa huna, anza kuomba wa mtu wa online. Ikiwa huna mtu wa aina hiyo, anza kuomba kuanzia sasa. Sio watu wote, lakini upate mtu mmoja ama wawili katika maisha yako. Hata ukiwa namna gani, glory be to Jesus, upate mtu ama wawili. Mtu hata ukiwa umekasirika ile baya kupindukia ile, na kuanzia tutaomba. Ikiwa huna, utaomba sasa. Hata wakati umekasirika ile baya kabisa, hata wakati mambo yako umeona sasa hata unaweza piga mtu, upate mtu. Na ikiwa una tasusi na mtu onaikowe na gajana hoyaka yewe gai akone Bishop Njoroge nekejehe liyo gaja. Glory be to Jesus. Am I speaking in somebody? Mwaka huu katika jina la Yesu. Na hiyo ni point number. Is it point number? Point number 4. Kupata Abiathar. Do you have Abiathar in your life? Glory be to Jesus. Na hata Abiathar akiwa na mdagani, kuna kitu anabeba. Tunaona anabeba nini? Anabeba na ivira. Anabeba na ivira, na tena kuna amedhaminiwa kubeba na ivira. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee hapo ili tumalizie, tukisema tunamalizanga sana. Na sitaki tukae sana. Kisha Daudi akamwambia Abiathari, kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera. Unajua naivera ni nini? Naivera ni kitu ambacho inakuelekeza katika kuongea na Mungu vizuri. Naivera sasa ni nini? Is the Holy Spirit not today? Word of God, faith. Are we together? And also kitu ambacho kinakuunganisha na Mungu, na tunaweza sema ni damu ya Yesu. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Anauliza nani? Bwana. Kwa nini David watu wa Mungu badala ya kwenda vitani alienda kwa madhabahu? Kwa nini alienda kwa madhabahu? Kwa maana kwa madhabahu kuna blessings. Sasa hiyo point namba 5. Katika kufuata kuna blessings ya madhabahu. Na ndiposa David alienda kwa madhabahu ili apate blessings, ili anapotumwa aende na that blessings. Tonight in the mighty name of Jesus, we are entering the month of December, and from now we are going to receive the blessings of altars, ili ya kwamba itusaidie kupata mapawa zaidi na kupata nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Isipokuwa ni vile kuna neno fulani nasema kwamba wakati mtaenda vitani, msongelee kwa priest, ili naye priest aachilie baraka. Na hii inatoka katika Kumbukumbu la Torati
Kumbukumbu la Torati 20. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati 20 verse 1 and 2. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza inasema, utakapokwenda vitani, kupigana na adui zako, na kuona farasi, na magari, na watu wote kuliko wewe, na watu wengi kuliko wewe, usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe hapo nataka uelewe vizuri. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu. Glory be to Jesus. Point number 1 inasema namna gani? My goodness. Point number 1, yani mstari wa kwanza Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza inasema, utakapokwenda vitani kupigana na adui zako, na kuona farasi, na magari, na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Maana kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Hapo nataka usije vizuri, Mama Breda. Hapa Mungu ako na wewe. Lakini mstari wa pili inasema, na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie. Kuhani na afanye nini? Na akaribie. Na ndiposa nimesema unahitaji Abiathari. Abidi priest wako, abidi mtu fulani. Na sasa hapa watu wa dunia wanajua hii. Hata watu wa dunia wana mtu fulani, hata ukipata shida unamwendea. Sio hata wale watu wa kanisa, hata watu wa kidunia. Kila mtu ako na mtu ambaye anamweleza mambo yake mawili matatu. Na ikiwa hivyo, Biblia inasema kwamba hata katika ulimwengu wa roho, you need a person in your life. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie, na kusema na watu. Na aseme na watu. Tuendelee. Awaambie, sikizeni. Mungu ameongea hapo mbele. Pia kulia tuangemenda gatirĩrio mũndũ ahoya nĩ ũguo nĩ ndathiĩ need na gathĩna, but you need a voice over. Yes. Tari kulia tuangemerĩte gũthiĩ na gũkũ mathiko mathiĩ ũmwe akĩmaigĩra akĩmera haida wĩ gũkũ na wenderio ndũkana kwĩria kamũthi. Sasa mwangalie leo mahuragira thimũ mũtungati ndũtũhoere na tũtukana kwĩrĩka mbere nĩ tũkuhĩrĩ. Imagine githa wandĩko makinya karatina ngari ĩkĩgwa, ndamahoera makinya karatina ngari ĩpingiri kogu ĩkĩingĩra mũtaro. Na nĩndonaga Ngai ndakumũria atĩrĩrĩ, nona mũndũ mũhoere wa karatina na wagiria mũkwĩre mũngĩakua. Rĩu yaingĩrire mũtaro na makiumĩra gũkũ igũrũ maumĩra na makĩharakisha mũno nĩgetha arĩki na matikagone, makĩoya kani makĩmĩthondeka ĩkĩruma ĩgĩthiĩ magĩcoka Nairobi. Rĩu Ngai ameraga atĩrĩrĩ, mahoya ma mũhoirwo nĩ mũndũ ũyũ nĩmo mamũhonokia. Mũngĩathiĩ na gũkũ Kagoco gũikũrũkĩte ũguo mũkurumanĩre Kagoco. Rĩu yahĩngĩcanire ĩkĩingĩra mũtaro harĩa. Rĩu kĩrĩa mekĩ no kũhũtha gũthoma gũthio na makĩnjĩrĩirwo kidogo. Lakini ile kitu walikuwa na hitaji ni voice
ya polisi. Gari yako ile mkiukira marumia hivi mahikoroka nayo. Tuendelee. Awaambie, sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu mioyoni. Adui zenu mioyo yenu na isizime. Ate awaambie, sikizeni enyi Israeli. Sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu isizime. Isizime. Kwa hivyo usipotembea na nabii, moyo wako utafanya nini? Utazima. Na maneno haya ilikuwa na priest, haikuwa na Mungu masi, ilikuwa na kuhani. Mioyo yenu isizime. Msiche wala msiteteme. Wala msifanye nini? Msiteteme. Maneno haya yako na nani? Ngai mtirajokeria. Hiyo maneno yuko na nani sasa? Yes. Usizime, msiteteme. Na kuna Kiswahili kingine hapo inasema msiche. Sasa msiche ni nini? Kwa hivyo msiwe mnaiba mioyoni mwenu. Na tena msifanye nini? Msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao. Msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao. Kuanzia siku ya leo, maneno haya yanabebangwa ama yanabebwa na polisi. Na ni vyema uyaandike maneno haya, yale ambayo yanabebwa na polisi. Hayabebi na Mungu wajibu. Hii maneno yote inabebwa na polisi. Ili wakati wote unaenda mahali fulani, jua ya kwamba polisi ataondoa nini? Hofu, kutetema. Msiche. Ya kimombo inasema namna gani? Let not your heart faint. Yes. Let your heart not. Let not your heart faint. Kwa hivyo, do not let your heart faint. Are we together? Do not be afraid, and do not trouble or be terrified because of faith. Hiyo ina nani? Hiyo ina glory be to Jesus. Kuanzia siku ya leo, maneno yote niko nayo ambayo inabaa iwe yako na iachilia kwako unapomalizia mwaka huu katika jina la Yesu. Na tumesoma pale, naye David alitogether. Naye David akauliza, ninapofuata nitapata. Hebu some pale ili tumalizie. Samueli wa kwanza 30, tuanze mstari wa kwanza inasema. Na hapo Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikifuata jeshi hili nitawapata? Anauliza nani? Mungu. Sasa Biblia inasema kwamba naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawapokonya wote. Glory be to Jesus. Am I speaking to somebody? Fellowship ya leo katika jina la Yesu, jawabu iko pale. Fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawapokonya wote. Glory be to Jesus.
Sasa hiyo sauti naye inatoka kwa Mungu. Glory be to Jesus. Na jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo tutapokea zote ambazo tumepokea mwaka huu kwa jina la Yesu. Tukisoma Joel 2:25 inasema hapo, na Mungu ataregesha zote ambazo zilikuwa zimekamatwa. Joel 2:5 inasema 25. Joel 2:25 inasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Anafanya nini? Mimi nasema namna gani? Joel 2:25 inasema nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu. Sasa inasema namna gani? Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Amen. Kwa hivyo kuna miaka ambayo huliwa na nzige. Glory be to Jesus. Kuna kitu kingine nataka milioni nisomee, Amos 9:13. Inasema na Mungu atatutia hata speed. Amos 9:13. Angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye. Adaili that. Hiyo sasa, ili Mungu akusaidie uregeshewe, lazima ataongeza speed. Yule afanya nini? Angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye. Kwa hivyo yule ambaye analima, Biblia inasema ya kwamba Mungu atamtia speed. Abitugete. Hiyo ni point number 6. May you receive speed in Jesus' name. Sasa simama mbele za Mungu wako, mwambie sasa, nimekuja fellowship hii ya Wednesday ya kwanza ya mwezi huu wa 12. Naomba sasa niregeshewe vitu vyangu vyote, na nimeona target za kuregeshewa vitu vyangu vyote. Mwezi huu wa 12 nitaregeshewa vitu vyangu vyote. Miezi ya kwanza, mwezi wa pili ulipita. Leo nimesimama mbele za Bwana ili niregeshewe mali zangu zote katika jina la Yesu. Amani yangu niregeshewe, ushindi wangu niregeshewe kwa jina safi la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba alimaye siku inakuja, na nimesimama leo Jehova ili ya kwamba unisaidie nifike mahali pale katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka mimi atusomee pale hapo sasa, pale uangalie pale kwa on TV, atusomee ile sasa. Angalia siku zinacha. Naomba leo siku hizo zimekuja, tusomee tukiendelea kuomba. Angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo huyo alimaye atamfikiria avunaye. Na yeye akanyangaye zabibu atamfikiria apendaye mbegu. Nayo milima itadondoza divai tamu, na mlima itadondoa divai tamu, na vilima vyote vitayeyuka. Vilima itafanya nini? Leo katika jina la Yesu, mwezi huu wa Disemba, mlima utadondoka divai tamu, na vilima vyote vitayeyuka. Zile mbele zilikuwa inasumbana na wewe, sasa omba na hiyo message, mwambie Baba leo katika jina la Yesu. Oh shatakata la baba yanga
Zikataya Jehovah. I worship you, Lord. I need you, Jesus. Oh, siku ya leo katika jina la Yesu, tembea na mimi sasa. Niregeshewe chochote changu. Niregeshewe sasa chochote changu. Watoto wangu waregeshewe. Biashara yangu iregeshewe. Kwa hivyo Mungu, kuna vitu vyangu vimepotea, lakini sasa nimejua itarejeshwa sasa. Kwa jina safi la Yesu, itarejeshwa leo. Kwa jina safi la Yesu, iregeshwe, 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 iregeshwe sasa. Mwezi huu wa kumalizia Jehova, na bila sema kwamba angalia siku zitazitacha, na imekuja leo ili iregeshewe. Kwa jina la Yesu, iregeshewe. Ibada ya leo iregeshewe. Kwa maana Baba unaweza, iregeshewe. Kwa jina la Yesu, watu wote wa online, vitu vyako vilivyopotea iregeshwe leo. Amani yako iliyopotea iregeshwe leo. Kwa jina la Yesu, maisha yako yaregeshwe katika jina la Yesu. Mali yako iregeshwe, watu wako waregeshwe, utajiri wako uregeshwe katika jina la Yesu. Raba baba yana roho sikata. Na leo nimekuja kuongea maneno nikiwa polisi sasa. Nasema usiogope, nasema uwe na nguvu, nasema uwe usitetemeke. Na kuanzia sasa tutainuka na tutaenda mbali, kwa maana Baba unaweza na una nguvu juu yetu. Sasa inua mkono wako, sema Baba, katika jina la Yesu, tumesimama mbele zako mwezi huu wa 12, tarehe 3, tumesimama mbele yako ili turegeshe chochote chetu kilipotea. Na kuanzia sasa damu ya Yesu ituregeshe. Sote nishapotea na tumeamini, tumekuja mahali ya kupatana na wewe ili tupate agreement na covenant kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nimekuja sasa tupatane na wewe Mungu, niandamane na wewe Mungu, ili niregeshe mali zangu zote. Na katika watu wote nimekutana na wao, nimesikia maneno yao, lakini haijanisaidia. Lakini siku ya leo nimepokea neno lako, lisaidiane na mimi kuanzia sasa. Mwezi huu wa 12, tarehe 3, mwaka wa 2025, nimepokea uwezo na nguvu na maarifa na connection ya kukamata na kurudisha vitu vyangu vyote kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimesema amen, amen, amen. Watu wa online, Baba, katika jina safi la Yesu, naomba kuanzia sasa nimewaunganisha na neno lako na uwezo wako, ili ya kwamba waregeshe vitu vyao vyote, waregeshe baraka zao zote, waregeshe afya zao zote, waregeshe imani yao, waregeshewe spiriti yao, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na tumeamini, tuseme amen, amen, amen.
Sasa katika jina safi la Yesu, tunapomalizia ibada yetu ya kuanzia mwezi huu wa 12, first of all, I want to anoint your hands. Are we together? After that, we will offer our offering, we will offer our tithe, we will offer our sacrifice, and we believe God will going to bless us in the mighty name of Jesus. Kuna mahali nilisoma Biblia inasema kwamba huzisha hii dunia. Kuna mambo mengi ambayo watu hawajui. Kuna mahali nilisoma ya kwamba huzisha hazina zako ardhi. Mwambrenda wakati mtu mbaya anahuzisha hazina zake ardhi ili imwendee, hapo ndipo unaona upati. Lakini wakati wewe unaingia katika madhabahu ya Mungu, unaguzisha mmekamata hiyo. Biblia inasema kwamba huzisha hazina zako kwa mchanga, na unapofanya hivi Mungu ataachilia hazina zake kutoka mbinguni zije kwako. Hiyo naona ni kama is it Job 22 verse 24. Job 22 verse 24. Job 22. Baba Nicholas, umepata kusomea? Nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhabahu ya Ofeli iwekwe kati ya mawe ya vijito. Ati inasema namna gani Baba Nicholas? Nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofeli. Hapo ndipo nataka tushike vizuri. Hazina zako ifanye nini? Nawe hazina zako ziweke mchangani, iguzishe mchanga. Wachawi wanaguzisha mchanga, inapotea. Mtu ambaye anapigana na wewe anaguzisha mchanga, wewe unapotelewa na maji. Sasa leo katika jina la Yesu tutaiguzisha mchanga. Yako mbili leo gategedwali kile. Hiyo Kiswahili nasema nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofeli iweke kati ya mawe ya vijito. Sijui ya nani inasema huzisha. Ingine nasema huzisha. Leo katika jina safi leo tutaiguzisha sasa. Umepata Baba Nicholas? Hiyo nataka nisome 25. 25 inaendelea kusema naye Mwenyezi atakuwa hazina yako. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofeli iweke kati ya mawe ya vijito. Na hiyo imesema namna gani? Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako. Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Glory be to Jesus. Leo katika jina la Yesu huzisha, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. I want to anoint you in Jesus' name in your hands. Nataka sasa nikuunganishe na mali yako sasa kwa jina la Yesu. Mutugeuke yanwaka.
Spirit, the name of the Father, Son, the Holy Spirit, the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Sasa hii ujumbe ndio tunataka tushike vizuri kidogo. Amen. Nayo hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofiri iweke kati ya mawe ya vijito. Amen and amen. Kuanzia sasa Mungu wetu atubariki tunapotoa sadaka zetu katika jina safi la Yesu. Na Mungu wa watu wa online, Mungu ambariki na mtendee vyema mnapotoa sadaka hiyo yenu. Mungu ambariki na mtendee vyema. God bless you, God bless you and good you and do you good. Tuone Jumapili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Mungu ambariki. Barikiweni sana. Amen and amen.